Nakuja. Wewe, kwa nini unaendelea kumfuga yule kijana nyumbani kwako? Uongozi umekuambia kitu gani wewe? Unajifaa baba huruma, si ndivyo eh? Unaendelea kumfuga yule kijana. Unajui kama ni mtu hatari? Sio tu kwako, kijiji kizima yule mtu ni hatari. Sasa basi, nakupa masaa 48 tu umuondoe yule kijana hapa nyumbani kwako, la sivyo utaenda kujitafutia mabalaa wewe mwenyewe. Yaani masaa 48 unamaanisha 24 jumlisha 24. Sawa, nitalifanyia kazi, lakini hapo ina maana ni usiku na mchana. Utajua wewe pambe. Sawa, nitalifanyia kazi. Nikwambia kitu rafiki yangu, umependeza. Asante. Vipi lakini, unakionaje kijiji chetu? Kizuri tu, nimepapenda kwa kweli. Pako pametulia, hamna kelele. Karibu. Asante. Ila kwenye kijiji chetu na kikundi chetu cha umoja wa vijana na wanawake, vipi, ungependa tukuunge? Kikundi? Ndiyo. Unahusiana na nini? Kiufupi ni kikundi cha kusaidiana kwenye sherehe au kiumu, labda ukifiwa hivyo, yaani tutasaidiana. Kama ni hivyo, niko tayari kujiunga. Kama upo tayari, nitakupeleka kwa kiongozi wetu, anaitwa Sisu, akuunge uwe mmoja wetu. Haina shida. Kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi. Sofia. Ndio mkuu. Leo umependeza sana. Yaani katika maisha yangu sijawahi kukuona umependeza kama hivi leo. Kiukweli wewe ni mtiifu sana. Maimuna, hakika ninyi ni watiifu sana. Kiukweli kwa sasa tunatiana. Lengo la kuwaita hapa siku hii ya leo, nataka niwaambie ya kwamba tunakwenda katika vita kubwa sana baina yetu sisi na wachawi wa kijiji hiki cha Ukuni. Tunaelewana vizuri? Hivyo basi, nahitaji ninyi mwende mkajumuike na wanakijiji hiki cha Ukuni, nanyi mkaishi kama wanavyoishi wao, ila tu msivunje miiko yetu. Tunaelewana vizuri? Na nimeshaitisha kikao. Kikao hichi ni kwa ajili ya kwenda kuwaanika wachawi wote katika kijiji hiki cha Ukuni. Kwa hivyo tutakuwa na vita kubwa sana. Na kama ambavyo nilivyowaambia,
mimi mtaalamu Sokobani, kwa ujio wangu mimi katika kijiji hiki cha Ukuni, basi wachawi wote wataondoka kama alivyoondoka Firauni. Sofia, Maimuna, natumaini hamtanisaliti. Natumaini hamtaniangusha. Niwashukuru kwa utiifu wenu. Nendeni kwa amani. Kiwana tu ka stand by, hawasi wa mchezo, Dirani na Kalungu wanakuja taratibu. Ya Mungu mengi, ya wanaume ni makaa gari. Hii inachekesha sana. Yaani mzee Kauzeni katupa begi hivi hivi bila hata kukumbusha 50 yake. Unajua unacheka kwa nini? Kwa nini? Hii ni maajabu. Sasa tunafanyaje kuhusu ile begi? Labda tulirudishe. Tunarudisha wapi? Na kama unakumbuka tumemtafuta sana hatujampata. Na mitaa yote tushaimaliza. Maana tumemtafuta kote kule kwa Kitiwe, kwa Sondombo, sijui wapi huku tumepita mitaa yote hatujampata. Kwa sababu sasa tunafanyaje? Mimi sijui. Tunapeana taarifa jamani. Mpaka moyo umehama. Haya sasa, begi la yule jamaa tumeshalipata. Ila hatujui ndo tunampata wapi sasa. Nendeni kwa kijiko mtembezi. Mtamkuta mwenye nalo kule. Acha basi. Kumbe kwa mzee wa fasheni. Ukisikia majina yao ujue kasheshe linaanza. Kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi. Mdogo wangu, ninachokiona kwenye macho yangu sio matarajio yangu katika maisha yetu mimi na wewe. Wazazi wetu walituacha mimi na wewe, ukawa kadogodogo. Nikajua huyu ni mdogo wangu Shababi, tupo madume matupu, tutasaidiana vitu vingi sana ukikua. Mdogo wangu, kinachoniumiza mimi moyo wangu, kila unapozidi kukua, kila ugoko wako unaposogea kuwa mrefu, na akili inapotea kabisa, unafanya vitu vya ovyo. Una nini mdogo wangu? Jeuri wewe, matukio ya mtaani wewe, kaka yako anapambana uende shule ukasome, baadaye unisaidie. Shuleni nako kuna matukio vile vile, tena mabaya. Wewe unataka nikufanye nini wewe ndugu yangu? Hadi ujue mimi kaka kweli hapa sasa namkwaza sasa. Nikikuvunja miguu huko walipo wazazi wangu nahisi kabisa watakasirika. Nikupiga mimi nitakuumiza wewe kwa sababu ni yani mkononi kwangu wewe hujai. Kila tabia za kwako. Haya sasa. Leo imekuja kashifa ya uchawi. Unaona jambo la kawaida kabisa hili. Mbona unanifedhesha hivyo mdogo wangu? Wewe nikwambie nini mpaka unielewe wewe? Kwa hiyo kaka, unaamini kwamba mimi ni mchawi? Mpuzi wewe. Lisemalo lipo, na kama halipo raja. Sitaki kuamini kama wewe ni mchawi. Ila mdogo wangu, kashfa zimekuwa nyingi kwako. Nitaamini lipi? Inabidi niamini yote. Na nitaamini yote ni kwa kukuuliza wewe.
Sasa nisikilize, ole wako nije kupata taarifa ya ukweli kama wewe ni mchawi. Utanifahamu mimi kaka yako au jirani yako, humu ndani utatoka. Kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi. Kijiji wanga sana huku nio ya leo kali. Na mama mdogo wangu ni mchawi kweli? Au? Haiwezekani. Haiwezekani. Lakini mbona jana nakumbuka nilala msafi kabisa. Sija kawa jamaa kuja hapa ajifanya uniambia mdogo wangu mchawi, kumbe yeye ndio anakuja kutusumbua huko. Hapana, huyu mimi namfuata. Kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi, kijiji cha wachawi. Kiwana tu subiri hapo hapo. Stand by. Hawasi wa mchezo. Dirani na Kalongo.
na kujua kuwa mpole. Niwe mpole mimi, uwe mpole wewe? Unajitoa akili. Tuwe wapole. Ukisikia majina yao ujue kasheshe linaanza. Njoo hapa. Ukisikia majina yao ujue kasheshe linaanza. Shikamoo. Shikamoo. Kuweni na nyinyi mpate za kwenu. Mzee, tunakusalimia. Salimia dawa kidonda. Anakumbuka uliwahi kuniambia hivi. Sawa, ila sisi tumekuja hapa, tumekuja kukuomba msamaha. Ndugu yangu huyu ndo alisababisha yote. Huyu ndo aliniambia tukukabe. Mimi nikamwambia bwana, yule mzee wa watu mbona ana busara tu, tumwache, lakini alinilazimisha. Hata sio mimi. Ni huyu. Si unakumbuka ndo alikuwa na bunduki? Ni huyu. Mlijiona wajanja, si ndio? Mzee, kama tulivyotanguliza mwanzoni, tunaomba utusamehe. Ili begi lako lipo salama, sisi hata hatujalifungua. Yaani hatujaligusa. Tuliliweka tu ndani kwenye kona. Aombi msamaha hivyo sasa. Mbona kama unamfokea? Omba taratibu kama hivi. Mzee, tumekuja hapa bwana. Sisi ni kama wanao tu. Sawa? Tunajua tulikukosea mzee wetu. Kwa hiyo tunaomba tu tukurudishie begi lako kama jinsi ulivyotuagiza. Nafahamu kila kitu kuhusiana na hilo begi. Mlilifungua na mlichokutana nacho ndicho kilichoatisha zaidi. Lakini pia hata nyinyi hilo begi mlipokonywa na mzee Kauzeni. Na yeye mwenyewe lilimshinda. Na ndio maana akawarudishia ninyi na nyinyi mmeniletea mimi begi langu. Nataka niwaambie kwamba hakuna mtu yeyote katika kijiji hiki ambaye anaweza kanitisha mimi au akanibabaisha mimi. Nilijua mnachokifanya ni upumbavu. Na ninyi mmeingizana kwenye mkumbo bila kujijua. Hapo kwenye kuingiza hapo, mimi ndo nilianza kumuingiza. Wewe hujaniingiza mimi. Mimi ndo nilikuingiza wewe kwenye mkumbo. Hapo sawa. Sasa basi, nitawafikiria kuwasamehe kwa sababu mmeleta begi langu. Ila mnapaswa kufanya jambo langu hili. Mnatakiwa mwende mkasambaze habari za kikao changu. Mwende mkaitishe mbiu la mgambo kwa ajili ya kumtaarifu kila mtu kuhusiana na kikao ambacho nimekiandaa mimi. Nahitaji kufanya kikao katika kijiji hiki. Nahitaji kufanya kikao na wanakijiji wa kijiji hiki cha Ukuni. Kwa sababu lengo langu kuu ni kuuteketeza na kuuangamiza uchawi katika kijiji hiki cha Ukuni. Maana hiko ndo kitu ambacho kinawahangaisha sana ninyi vijana wa kijiji hiki. Mheshimiwa, sisi tumekuelewa. Lakini kuna kitu kimoja tu ambacho nadhani wewe ukifahamu. Kwenye hiki kijiji, viongozi wa hiki kijiji hawataki kabisa vikao. Yaani kiufupi ni no discussion. Hata itokee tatizo la aina gani, hawataki kabisa vikao. Yaani ni mara 10 muongelee vichocholoni humo humo. Na ikitokea mtu yoyote anaitisha kikao kwenye kijiji hichi, linamkuta la kumkuta. Kwa sisi tulikuwa tunaomba mheshimiwa. Tunajua kuwa hii unatupa kama adhabu kufidia makosa yetu. Lakini tunaomba utubadilishie tu adhabu nyingine. Si ndivyo? Sasa basi, ninyi mtakwenda kuwa vijana wangu wa kazi. Nitawatumia katika kazi zangu. Mtakwenda mashariki, mtakwenda magharibi, mtakwenda kusini, mtakwenda kaskazini, kuhakikisha habari za kikao zinawafikia wanakijiji wote wa Ukuni. Tumeelewana? Na hii ndiyo kazi yenu ya kwanza kwenda kufanya. Nikabidhini begi langu.
Potea mara moja.